Tulianza pre-season hapa uwanja wa Gymkhana, lakini siku ya jana Jumatatu timu ikaripoti kambini, wachezaji wote wa Young Africans wakawa wameingia kambini plus hao wawili wapi ambao hatujawatambulisha. Na Afiki ulinzi ni mkali sana sasa hivi, huwezi kusogea pale. Wachezaji wote wapo Avic Town sasa hivi, wameanza maandalizi kuanzia jana, leo na kuendelea. Tunafanya mazoezi sessions za asubuhi, sessions za jioni. Asubuhi, jioni. Lengo ni kuhakikisha tunakimbizana na muda na timu iwe imara. Msimu unapoanza tuweze kuwa katika kiwango kizuri. Kwa sababu ukiangalia changamoto tunapitia mwaka huu kwa timu zote, ni ratiba ya pre-season kuwa imebana. Kwa hiyo walimu wanafanya jitihada kubwa kuhakikisha wana balance fitness za wachezaji, lakini tactical wachezaji wanaelewa mipango mipi ambayo walimu wanakuja nayo. Swali la pili. Nani? Karibu. Msemaji, kuna namba 6 pale. Mpaka sasa hivi bado hajatoka ufafanuzi mzuri. Ile namba 6 ile pale imehang tu pale, imekuwa pingi pale. Yeah. Namba 6 ni top signing nyingine ambayo tunaifanya season hii. Of course tumeshaifanya season hii. Na niwatoe mashaka wana Yanga, maana nimeona story ni nyingi, rumors ni nyingi sana kuhusu namba 6. Kwanza Yanga haijafanya mazungumzo yoyote na Morris Chuku. Naona mmemwandika sana. Ni mchezaji mzuri, lakini klabu yetu haijafanya mazungumzo yoyote na Morris Chuku. Namba 6 ambayo tunakwenda kuitambulisha kwangu mimi, ukiondoa Aliou Dieng ambaye amejiunga na Valencia, top number 6 nyingine Afrika ni huyu ambaye Young Africans tumemsajili. Top number 6 kwenye quality zote, ukiondoa Aliou Dieng ni hiki chuma ambacho tumekisajili. Unajua uzuri wa CAF Champions League msimu unaokuja, kombe haina mwenyewe kule. Sasa hivi Al Ahly hayupo, kwa hiyo ni gombania goli. Hakuna hata mtu tunamhofia tena kule. Yaani mwaka huu kwenye Champions League Yanga hakuna mtu yoyote tunamhofia kule. Bingwa muda wote hayupo, yuko shirikisho. Hivi Singida anaweza taarifa kweli kwamba Al Ahly yupo kushirikisho? Wewe anajiandaa kwa Rwanda, taarifa hawana. Waambieni Ahly wako naye kwenye Confederation. Kwa hiyo wana Yanga, nazungumza leo japokuwa ni mapema, lakini ndio moto wetu huo. Hakuna mtu tunayemhofia Champions League next season, ni gombania goli. Yaani fumba na kufumbua msimu unaokuja mtatushikia mbali ndugu zanguni. Signing ambayo tumezifanya, unajua Yanga tumeanzia hivi. Signing tunazofanya sasa hivi ukiziangalia unaona kabisa hapa mtafute hapa. Unaona kabisa yani. Kwa hiyo sisi wala msiulize malengo. Sisi hakuna tunayemhofia tena kwa Champions League. Al Ahly mara katikati kama nianza kidogo, mara kaandika barua kafu mara kidogo sijui na nini atakurudi na nini, tumebakia wenyewe. Lango lipo wazi. Tutagombea goli huko. Kwa hiyo top number 6 tutamtambulisha. Yupo tayari, yuko Avic Town sasa hivi anapiga pasi tu. Na akatazama ule uwanja safi, pasi zinaingia tu. Sasa hivi engineer alikuwa anatumia hapa, engineer alikuwa anatumia clip hapa. Pasi anazoingiza namba 6. Mpo kwa mbali, mnaweza mkaona kidogo pasi anapiga yule shing 6. Basi. Hatari. Top number 6 anaweka huko hatari. Shing 6. Amekaa kikao na Diara, huyu namba 6 amekaa na Diara amemwambia, ukipiga back pass kwangu tunakata mshahara. Wamekubaliana. Diara move ikianza 6 yetu ikipiga back pass, Diara anapunguza $100 kwenye mshahara. Hivyo vitu zai sio peke yako, wanaoguna ni wengi. Yaani akipiga back pass tu Diara achukua $100 mfukoni. Yeye akisha turn tunakwenda mbele. Uko wapi Sheikh Toure? Shauri uko wapi? Inawekwa huko. Huu msimu kuna mechi itafika, afu sija huyo mzee peni usajili mpya huo. Kuna mechi itafika huu msimu. Kuna mechi itafika. Kuna mechi itakuja huu msimu. Tutaweka Mzize, tutaweka Sheikh Toure, tutaweka Sharulile, tutaweka Zokwani, tutaweka Chuga namba 8, tutaweka namba 6 Mwijage. Okeo namba 4. Utakuja mechi hapa huu msimu.
Yaani tukianza tu tunashambulia. Yaani Diala akishika tu kwa Okelo namba 4, Okelo anatia ndani pale. Watu huyu. Jamani. Maka mtu akaandika tu Yanga mmesajili washambuliaji wengi, wanacheza wapi? Wanacheza kwetu. Wewe tulia. Hao wanacheza kwetu. Yaani mwaka huu tunataka timu inayoanza tuikupa lineup. Roy Kudunde, ukiona benchi Roy Kudunde na wale unaokaa nao jukwani pia Roy Kudunde. Maana kuna ambao watakosa nafasi ya kuanza, mtaona jukwani. Wewe imagine jukwani umekaa na Sheikh Touli hapa. Alafu ndio timu yako Yanga ya wiki ijayo anacheza nayo. Akaba nimepumzika leo na kusubiri wewe. Sheikh Touli huyo. Hivi kuna siku mtanikumbuka kwa nini jina nalirudia sana. Sheikh Ibrahima Toure. Sheikh Ibrahima Toure. Watateka. Kuna siku tu usiokuwa na jina mtanikumbuka maneno yangu. Top striker jamani. Achana na yule mbuni yule. Achana naye. Top striker Sheikh Ibrahima Toure. Wote teka. Mwenyezi Mungu fundisha kwa jamaa. Lete maswali bwana. Vipi hali za wachezaji ambao walikuwa majeruhi kama Mzize na Dickson Job? Swali pia. Lakini pia nimesikia president alisema. Lakini pia amesema kuna usajili mwingine wa wachezaji wa kigeni. Sasa tumeshamuona Peter. Mwanzo alisema wawili. Kama Peter jana maana kuna mwingine mmoja. Wawili bado. Wanakuwa watatu tena. Yaani wewe umeona Peter? Si nimeongea hapa? Kigeni. Bado professional players hawa wawili hatujawatambulisha. Yad, wewe ni mwandishi. Mambo ya timu yanakuogopesha vipi? Wewe unakutana na Yanga wapi? Kwa hiyo unakuwa na wasiwasi yani, unakuwa na hofu. Hujaogopa. Sasa mbona unataka kupunguza wachezaji wetu? Kuna interview ilisema kwamba kuna pro player wawili kama kuna mwingine. Anakuja mwingine. Kwa hiyo kwenye kila ambacho jana watu wamekiona kwa Peter Shalulile by the way ni usajili ambao umezungumzwa sana ule usiku. Kwa maana ni usajili. Sasa kikawaida tu kama mtu unaanzia 10 kwenda 1, 10 haiwezi kufanana na 1. Maana yake 1 itakuwa ndo kubwa zaidi. Kwa kama tumeona kwa Shalulile imetukisa vile, kwa watu wanaokuja pia sasa itakuwa ni mkubwa zaidi. Sure. Nafahamu kwenye bajeti ambayo umetumia msimu huu mpaka sasa hivi kwenye usajili na majina aina gani tuyategemee na yatakuwa ni makubwa kiasi gani kwa mchana bora. Sawa. Kuhusu bajeti ya usajili, bosi wetu Ghalib Said Mohamed GSM msimu huu alimuita engineer kikao, akamwambia President, nataka tufanye proper scouting, tutafute top players, alafu kuhusu budget niachie mimi. Budget ambayo imetumika ni bilioni 15 shilingi za Kitanzania. 15 bilioni. Yaani waandishi wa habari ambao mpo kwenye magazeti mtakuwa sahihi kabisa mkiandika kikosi cha bilioni 15 kitashiriki ligi kuu ya NBC Tanzania. Kikosi chenye thamani ya 15 bilioni kutoka kwa Ghalib Said Mohamed GSM. Na kuna mchezaji mmoja juzi GSM kazungumza naye kwenye simu baada ya kupewa jina, bwana bosi huyu naye anarukaruka huyu. Yule mchezaji amelia sana kwa sababu alikuwa na haraka ya kusaini huko. Lakini tulimwambia wewe sema unachokitaka. GSM ameuma meno. Ameuma meno. Ameuma meno GSM. Ametaka Yanga tuwe na timu. Yanga tuwe na timu. Yanga tuwe na timu. Mzee Mpili meno ya wote yenyewe. Ubora wa hilo chama. Yaani chama ambalo ukifika tu uwanjani mwenyewe unajisikia raha, yani unasikia raha, una pressure. Hilo chama ambalo GSM kalitengeneza, hiyo pesa ambayo ametumia. No stress. No stress, yani no stress. Kila aliyekuwa ndani mtu, aliyekuwa benchi mtu, aliyekuwa jukwani mtu. Hiyo ndo Yanga tulikuwa tunaitafuta hiyo.
Hiyo ndo Yanga ambayo kila mchezaji ukilegea tu kidogo haumo. Si msimu uliopita Maxim pia Nzengeli amecheza mechi za Yanga mpaka hata kufanana na logo yetu. Uongo? Kacheza mpaka hata kufanana na logo ya Yanga. Yaani kile ukimwona Maxim na logo ya Yanga. Tunataka mwaka huu rotation ingefanyika, unaona vyuma. Yaani anapumzika fulani, anakuja fulani. Unaona